Nina furaha sana kuwa hapa siku ya leo, ni kwa sababu tumekuwa tukiadhimisha tarehe 13 siku ya walemavu wa ngozi. Inaitwa International Awareness Albinism Day. Hiyo iliadhimishwa katika kaunti ya Uasin Gishu, Eldoret, tarehe 13, na sisi katika Busia County tumeamua kufanya uhamasisho kwa sababu ya walemavu hawa wa ngozi katika Busia County, na tumechagua shule hii ya County ambapo mmoja wa watoto ambao wana ulemavu wa ngozi anasoma, Eunice Njoki. Ndio tumekuja hapa ili tuweze kuhamasisha walimu na pia wanafunzi waweze kujua kwamba ulemavu huu wa ngozi upo, na mlemavu wa ngozi anaweza soma mahali popote kama tu walimu watakuwa na information ambayo inastahili kuhusu maisha yake na jinsi ya kumtunza, ndipo aweze kuendelea na masomo yake kama mtoto mwingine yeyote yule. Mashauri yangu ambayo ningependa kusema ya kwamba wazazi ambao wanayeficha watoto ambao wako na walemavu ya ngozi wasifiche, kwa maana wanaficha kitu kizuri ambayo wataweza saidia kwa miaka zijazo. Wale watoe nje, wapate mafundisho na wako na kile ya kusoma ambayo itaweza saidia jamii kwa jumla. Ni sawa tu kama watoto wengine, licha tu ngozi tu na nywele na macho, lakini kila kitu iko sawa. Kwa kuzaa wanazaa zaidi, nikiwa kwanza mmoja wao niko na watoto 8 ambao wako sawa. Watoto ama wanafunzi wenye wana changamoto ya ulemavu wa ngozi ni kama wanafunzi wengine wowote wale. Ile tofauti kubwa ni kwa sababu ya athari ya kukosa rangi ya ngozi kwenye macho, yanaathiri kuona kwao. Kwa hiyo walimu wanahimizwa watoto wenye wana ulemavu wa ngozi wawekwe karibu na ubao ili wasisumbukane sana kusoma ubao, na pia wapewe muda wa kutosha. Kama kuna assignment yote wanapewa pale kwa darasa ya kusoma, kwa mfano, wapewe muda zaidi ili waweze kusoma bila changamoto yoyote. Lakini pili, walimu pia wanahimizwa wahakikishe watoto wao wako na kofia, wamevaa nguo zenye zinawazuia na miale ya jua, na hawachezi kwenye jua kama watoto wengine wote. Njoki anaendelea vizuri darasani. Kando tu na hizo changamoto ambazo anapitia, nakumbuka uliguzia kuhusu anaposhtuliwa. Mara kwa mara yeye wamesema ni mcheshi, na pia ni mwanafunzi ambaye she's outgoing. Lakini inapokuja kwa kazi ya darasa, hizo changamoto tu ndio nimeziona kama mwalimu, lakini nimekuwa nikijaribu kumsaidia. Mara kwa mara anapokosa shule hata siku moja, kwangu ni kama kuna kitu kimekosa darasani. Mimi huuliza yuko wapi, na anapokuja huwa najaribu kumfuatilia ni kwa ajili ya masomo yake. Tunataka kusema kwamba hamasisho kama hizi ziweze kuwafikia hata na wengine, ili watoto waweze kuelewa na kunufaika katika kujua kwamba kwa nini watoto wengine wanazaliwa hivyo. Na vile vile habari hii kama hivyo ikienda kule kijijini, itazuia mambo mengi ya kulaumiana baina ya wazazi baada ya aidha kupata mtoto kama vile Njoki na Gift.